watu wapo katika sherehe zao, watu wapo katika shamra zao, wewe unakuja kuingia katika majumba ya watu, unakuja kugonga katika majumba ya watu. Rudi baba, rudi mama, njoo baadaye. Usikatie watu starehe zako kwa sababu ya salamu yako. Naam, tunajua umekuja kwa kheri, lakini nenda, njoo baadaye. Ndugu katika imani, katika hali na maisha tunayoishi, kuna jambo ambalo ni muhimu kwetu sisi kulifanya. Jambo hilo ni muhimu kwetu sisi kujipamba na jambo kama hilo. Wengi kati yetu tumeghafilika. Ni jambo ambalo sheria yetu ya Kiislamu imelifundisha jambo hili, imelipa kipaumbele jambo hili, bali imeliwekea thawabu na ujra mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lenyewe ahibati fillah ni jambo la kutembeleana, ni jambo la kufanyiana ziara sisi kwa sisi. Bila shaka wako waislamu ambao wanatembeleana ndugu wao kwa wao, wako waislamu ambao wanawatembelea marafiki zao, wako waislamu ambao wanawatembelea wagonjwa, imma ni mahospitalini au ni majumbani mwao. Hizi ni hali ambazo tunaishi nazo katika mazingira yetu, bali ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliwekea ujra na thawabu kwa yule atakayelitekeleza jambo hili. La kuzingatia ahibati fillah ni kwamba kati ya hawa wanaotembeleana wamegawanyika sampuli tatu. Sikiliza vizuri, kisha jihukumu mwenyewe kati ya sampuli hizi tatu, kati ya makundi haya matatu, wewe upo katika kundi gani? Kundi la kwanza ahibati fillah ni muhibbuna yazuruna fillah, ni wale wanaopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanatembeleana kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na hawa ndio kundi bora, na hawa ndio wenye sifa iliyokuwa nzuri inayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika watu sampuli hii, wanatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza katika hadith rawa al-Imam Malik من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنا سمع يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. Mtume alayhi salatu wassalam anatueleza maneno ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya, yamewastahiki mapenzi yangu kwa wale wanaopendana kwa ajili yangu, wale wanaopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika maneno mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala atanadi siku ya kiyama
na kusema aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wale ambao walipendana kwa ajili ya jina langu, walipendana kwa ajili ya utukufu wangu. Alyawma udhilluhum, siku ya leo nitawafinika waja wangu hao, fi dhilli, katika kivuli changu, yawma la dhilla illa dhilli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu. Kina nani hao? Wale ambao walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao walishikana kwa ajili ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya manufaa ya dunia, si kwa ajili ya biashara ya wao kwa wao, lakini ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam anaendelea kwenye hadithi aliyosimulia Muadh ibn Jabal, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoeleza Mtume alayhi salatu wassalam aliposema wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema walilmutazawirina fiyya au walmutazawirina fiyya, na wale wenye kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanastahiqi mapenzi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Walmutabadhilina fiyya, na wale wenye kutoa mali zao kusaidia wanaohitaji, kusaidia sehemu zinazohitaji, kusaidia madaris na kujenga misikiti, sehemu yoyote inayotaka msaada, wakawa wao wanatoa vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ibtighaa wajhi llahi tabaraka wa ta'ala, wakiwa wanafanya hayo kwa ajili ya kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wanastahiqi mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahali shahidi ahibati fillah ni hawa wanakuzuriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wanastahiqi mapenzi yake Allah tabaraka wa ta'ala. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni wale ambao wanawazuru ndugu zao na marafiki zao kwa ajili ya umbea, kwa ajili ya siasa. Fulani unamuonaje akipata uongozi? Fulani unamuonaje tukimpa kura? Fulani unamuonaje? Fulani unamuonaje? Wanaenda kuzuriana na kukusanyika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya umbea na kupiga gumzo kwa mambo ambayo hayana msingi. Hili ni kundi baya. Ama kundi la tatu ni wale ambao wamekuja katika majumba ya watu, wamewatembelea ndugu zao katika majumba yao, jao liyatajassasu, wamekuja kupeleleza, wamekuja kuchunguza. Fulani nimesikia ameoa, mke wake ni mrefu ama ni mfupi, mke wake ni mweusi ama ni mweupe, mke wake ni kabila gani? Fulani ameolewa na mume wa sampuli gani? Ni mnene, ni mwembamba, ni mrefu, ni mfupi? Jao liyatajassasu, wamekuja kupeleleza na kuchunguza majumba ya watu. Fulani ana makochi aina gani katika nyumba yake? Fulani anatumia TV gani katika nyumba yake? Wamekuja ni CCTV katika majumba ya watu. Anakuja kuchunguza, kisha ayabebe yaliyomo ndani ya nyumba ile, ayapeleke na kuyaeneza kwa watu. Muislamu, wewe upo katika fungu gani kati ya mafungu haya matatu? Rawi al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
قال عليه الصلاة والسلام Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, maridtu wa lam ta'udni, niliumwa mimi Mola wako, nilikuwa mgonjwa mimi Mola wako, wala haukunitembelea. Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza maneno haya. Allah subhanahu wa ta'ala anamkemea mwanadamu suala la kutembelea ndugu yake anapoumwa na anapokuwa na maradhi. Tukawa sisi hatutembeleani mpaka tuwe tunajuana. Fulani ni familia ya kitajiri, lazima nikamwangalie. Kwa kuwa ni mgonjwa, ni bosi wangu, lazima nikamtembelee. Lakini ndugu yako Muislamu maskini mwenzako mwenye hali ngumu kama yako anapoumwa, nitamwombea dua. Muhimu ni kumtilia dua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku ya kiyama, ya ibn Adam maridtu wa lam ta'udni, niliumwa mimi haukunitembelea. Anasema mwanadamu, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, vipi nitakutembelea na wewe ni Mola wa viumbe vyote? Nitakutembelea vipi ewe Mola wangu? Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mwanadamu, ama alimta anna abdi fulan marida wa lam ta'udhu, hivi utambue ya kwamba mja wangu fulani aliumwa na haukumtembelea? Ama alimta annaka law udtahu lawajadani indahu, je, haukujua ya kwamba lau ungemtembelea mja wangu huyo ungenipata mimi niko hapo? Ama alimta law annaka udtahu lawajadani indahu au law udtahu lawajadani indahu, hivi haukujua ya kwamba lau ungemtembelea huyo mja wangu aliyekuwa mgonjwa huko duniani ungenipata mimi niko hapo? Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia maneno haya mwanadamu, bali Mtume alayhi salatu wassalam anatuonesha ubora wa watu kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu kuwa na mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، أنا سمعت عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في قريته، يقوم كنا bwana mmoja alitaka kumzuru ndugu yake katika kijiji fulani, akawa yupo katika njia yake kwenda kumzuru ndugu yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamtumania malaika kama mtihani katika safari yake ile, bila ya kujua mja huyu ya kwamba huyu ni malaika. Akamuuliza malaika, aina turidu, unaelekea wapi? Umeazimia kwenda wapi? Akamwambia, naenda kumzuru ndugu yangu katika kijiji fulani au kijiji kilichoko mbele yako. Malaika kama huyu akamuuliza bwana huyu, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi, je, wewe kuna neema yoyote, kuna jambo lolote unataka kufaidika kwa huyo ndugu yako unaenda kumzuru? Je, unaenda kumzuru kwa kuwa huyo ndio anayekusaidia katika maisha yako, kwa kuwa huyo ndiye anayekupa kula yako, kwa kuwa huyo ndiye anayekupa nyumba unayoishi? hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi, je, kuna neema yoyote, kuna faida yoyote unaitarajia kuenda kumzuru huyo ndugu yako?
Mja huyo akamwambia malaika, bila ya kujua kwamba yule ni malaika, akamwambia la ghaira anni uhibbuhu au ahbabtuhu fillah, bali na kwamba mimi ninampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nimeenda au ninaenda kumzuru kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia malaika, fa inni rasulullahi ilaykum, hakika yangu mimi ni mjumbe kwako wewe, nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bi anna Allah qad ahabbaka, Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda, kama ahbabtahu fi, kama ulivyompenda huyo ndugu yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukujulisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda kama vile ulivyompenda huyo ndugu yako kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sababu mojawapo ya kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, hii ndiyo hali ambayo lau Muislamu atakuwa tayari kulitekeleza jambo hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kumzuru ndugu yake, aidha ni ndugu yake katika kizazi au ni ndugu yake katika Uislamu au ni jirani yake, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ahibati fillah, hii hali ya kuenda kuzuriana na kutembeleana, Uislamu umefundisha adabu za kutembeleana. Ni adabu zipi ambazo Uislamu umezifundisha? Je, sisi tumeshikamana na adabu hizi ama sisi tunatembeleana kiuswahili, ama sisi tunakuja katika majumba yetu, majumba ya watu kwa ujuaji, tunakuja kuwatembelea watu tunavyojua sisi? Ni adabu gani sheria ya Uislamu imefundisha? Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. Ndugu Muislamu, tega masikio vizuri, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio maneno yako wala sio maneno ya fulani wa allani, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo tujue ya kwamba sheria hii ya Uislamu hakuna jambo limeacha la kheri isipokuwa limefundishwa, na hakuna la shari isipokuwa limetahadharishwa katika dini hii ya Uislamu. Ikiwa mpaka kuna adabu za kuingia chooni, dini ya Uislamu imefundisha, vipi adabu za kutembeleana zisifundishwe na Uislamu? Ni kwamba sisi kama Waislamu tumezipuuzia adabu hizi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nilizozisoma mwanzo wa khutba yangu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, enyi waumini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, musiingie majumba yasiyokuwa majumba yenu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema musiingie majumba yasiyokuwa majumba yenu, amuishi katika majumba hayo. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu. Jambo la kwanza, mpaka muombe ruhusa katika majumba hayo. Usiamke kutoka kwako ukaja moja kwa moja ukaingia katika majumba ya watu, kwa kuwa hapa kunaishi fulani namjua, kwa kuwa anaishi hapa ni mtoto wangu, kwa kuwa anaishi hapa nimemlea. Hata ikiwa wewe ni baba ni mama, lazima uombe ruhusa. Hii ni adabu ya kwanza. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hamuishi katika majumba hayo, musiingie majumba hayo, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, mpaka muombe ruhusa
na mtoe salamu kwa wakazi wa majumba hayo. Muislamu unaingia katika nyumba za watu, mbali na kwamba haupigi hodi katika majumba ya watu, hata salamu, hata kuwatukana, basi kuambia yenyi wapumbavu wa mjambo, husemi pia, unaingia moja kwa moja katika majumba ya watu. Hadha suu adab, hii ni adabu mbaya Muislamu anajipamba nayo. Allah anasema dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun, hiyo ni kheri kwenu nyinyi mutakapopiga hodi na kubisha katika majumba ya watu na kuwasalimia majumba ya watu. Al-istidhan, lazima uombe istidhan. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam asema innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar, hakika imewekwa istidhan kwa ajili ya macho. Zamani watu walikuwa wakiingia katika majumba ya watu bila ya kupiga hodi, bila ya kubisha katika majumba ya watu. Ndio zikashuka misururu wa aya hizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaambiwa waumini wasiingie katika majumba ya watu mpaka wabishe na wasalimie katika majumba hayo. Unaweza ukaingia ghafla ukaona watu wao katika hali ambayo ni aibu wao kuonekana na mtu mwingine. Hivi wewe ikiwa ni baba ni mama, utakuwa radhi ukimuona mtoto wako yuko na mkewe wamekaa faragha, wamekaa kwa sampuli wanaojua wao, wewe ukaona sampuli hii na ukaingia katika nyumba hii ukawaona wako katika hali hii, je, utafurahikia kusema ni watoto wangu, endeleeni, hakuna shida? Kwa nini ushtuke unapoingia? Ni bora upige hodi na utoe salamu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in lam tajidu fiha ahada, mkienda katika majumba hayo msimpate yoyote katika majumba hayo, labda ukampata maiti, ukampata mfanyikazi, Allah anasema fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, msiingie mpaka mupewe ruhusa. Mfanyikazi amekwambia wenyewe hawako, wenyewe wameenda kutembea, nimeachwa peke yangu katika nyumba hii. Unamwambia wewe unamjua anaishi katika nyumba hii, unataka kukosa kazi, kibarua kitamea nyasi. Umeambiwa usiingie mpaka upewe ruhusa. Mfanyikazi hana ruhusa ya kukuambia ingia, ni mwenye nyumba ndiye akukaribishi. Sasa wewe hukumpata mwenyewe na ukaelezwa kwamba mwenyewe hayupo, fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, musiingie mpaka mpewe idhini katika majumba hayo. Wa in qila lakum irji'u farji'u, na mkiambiwa rudini, rudini kwenu, rudini katika majumba yenu. Usisema mimi nimetoka Malindi, mimi nimetoka Nairobi kwa ajili ya kukutembelea, kisha nimekuja unanirejesha. Utaona kama nitarudi tena kukutembelea. Hasira za nini? Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna muda utafika, watu wapo katika sherehe zao, watu wapo katika shamra zao, wewe unakuja kuingia katika majumba ya watu, unakuja kugonga katika majumba ya watu. Rudi baba, rudi mama, njoo baadaye. Usikatie watu starehe zako kwa sababu ya salamu yako. Naam, tunajua umekuja kwa kheri, lakini nenda, njoo baadaye. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, hilo ni takaso kwenu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu bima ta'maluna alim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema laysa alaykum junahun, hakuna shida kwenu nyinyi, an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, muingie katika majumba ambayo hayaishi watu. Majumba hayo fiha mata'un lakum, kuna manufaa kwenu nyinyi katika majumba hayo. Sio lazima wewe kufanyeje, kuomba ruhusa na kubisha katika majumba hayo. Ni majumba gani ya hifadhi fillah? Ukaenda hoteli mathalan,
Hoteli ni katika majumba ambayo tuna faida kwetu sisi, au kuna faida tunapata ndani yake kuenda kula. Sasa ukafika pale Markaz, ukasimama mlangoni unasubiri kuomba ruhusa kuingia, utaonekana wewe ni nini? Ni punguani wa akili. Laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Ukaenda benki, kwa wale wanaweka pesa zao benki, ukawa umesimama mlangoni unasubiri upewe ruhusa. Haya ni majumba ambayo yana manufaa kwenu nyinyi na hayaishi watu majumba haya. Kwa hiyo hakuna haja ya nyinyi kuomba ruhusa katika majumba haya. Waislamu, tujiulize katika nafsi yetu, je, tunajipamba na tabia hizi? Na lao wakiambiwa watu hawa wanaona ya kwamba hawapendi, wanaona ya kwamba wanafukuzwa katika majumba ya watu, wanaona ya kwamba wana fikra nyingi wanazifikiria katika nafsi zao. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam anafundisha adabu za kuingia katika majumba ya watu. Unapofika kuomba ruhusa ni mara 3. Usipopewa ruhusa baada ya kubisha mara 3, rudi baba, geuka, nenda zako. Usiseme hawa hawakusikia, wacha nichukue jiwe nigonge, kwa sababu rumu yao iko mbali. Ukaanza kupiga na jiwe mlango wa watu. Wamekusikia lakini hawakuwa tayari kufungulia mlango. Mtume alayhi salatu wassalam anaenda kwa Saad ibn Ubada, anaenda kubisha, anasema assalamu alaykum adkhul. Wanasikia kina Saad ndani ya nyumba, wanaitikia pole pole, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanaijibu salamu kwa hali ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam hasikii nje ya kwamba amejibiwa salamu. Anatoa tena salamu Mtume alayhi salatu wassalam, assalamu alaykum adkhul. Anatoa mara 2 mara 3, Mtume alayhi salatu wassalam hapati majibu, anageuka anarudi. Saad ibn Ubada anatoka mbio na kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam, anamwambia ya Rasulullah, ni kipi kinachokurudisha? Ni kipi kinachokufanya uondoke? Anamwambia nimeomba istidhani mara 3, sikupata majibu, nikaamua nirudi. Na hii ndio adabu ya kuja katika nyumba ya mtu. Wewe umefika, ushafungua, ushawaona watu, unasema hodi, na ushawaona, ina haja gani hiyo kugonga? Ina haja gani kusema hodi? Saad anamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, nimetamani uendelee kutoa salamu, uendelee kutuombea amani. Tulikuwa tunakusikia, lakini tulikuwa tunatamani uendelee kuitoa salamu na kutuombea amani. Wakamkaribisha Mtume alayhi salatu wassalam, wakamwandalia chakula. Kisha baada ya hapo Mtume alayhi salatu wassalam akawaombea nyumba ya Saad iwe ni nyumba ya baraka na imiminike rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musa al-Ash'ari anaenda kumtembelea Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, anakwenda kubisha kwa Umar. Umar radiyallahu anhu anamsikia Abu Musa al-Ash'ari anagonga, lakini akatulia, akazuia kwanza. Baada ya kufika mara 3 akaondoka Abu Musa al-Ash'ari. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akatoka na kumfuata Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia ni kipi kilichokuondoa? Akamwambia sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema al-istidhanu 3, au kama qala alayhi salatu wassalam idha ista'dhana ahadukum 3. Mtume alayhi salatu wassalam asema atakapoomba istidhan na kuomba ruhusa mmoja wenu mara 3, falam yu'dhan la, kisha hakupewa ruhusa ya kuingia, falyarji au falyansarif, na aondoke. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, una uhakika maneno haya yametoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam? Ole wako ikiwa maneno haya si ya Mtume alayhi salatu wassalam.
nitakupiga kipigo ambacho hujawahi kisikia wala hujawahi kipata. Huyu ni sahaba anamwambia sahaba mwenzake, kwa kuwa ameyasikia maneno haya kwa sahaba mwenzake, hajapata uthibitisho kwamba kweli ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Faida tunapata hapa ni kwamba asitoke shekhe anayejiona ni shekhe huko akaja akatupa hadithi ikawa sisi hatumuulizi mashiko wa hadithi ile wameitoa wapi, tukawa tunaogopa kwa kuwa ni shekhe sana tunamuona, tunahofia kumuuliza umeyatoa wapi na ibada hii umeitoa wapi. Angalia sahaba anamkemea sahaba mwenzake kwa kuwa tu ametoa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam na haijamthibitikia yeye kwamba inatoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Anamshika mkono Abu Musa al-Ash'ari, anaenda naye mpaka kwa kikundi cha masahaba al-Ansari, anaenda anawaambia hivi, haya maneno aliyosema huyu Abu Musa ni maneno yatokayo kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Kisha wakashuhudia masahaba ya kwamba kweli Mtume alayhi salatu wassalam asema, idha sta'adhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyansarif. Kweli maneno haya yametoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Anapoomba ruhusa mmoja wenu mara tatu kisha asipewe ruhusa, basi arudi. Kisha ahibati fillah, uende ikawa wewe tabia hizi uko nazo, unakuja kwa watu naam, unabisha walillahi alhamd, unatoa salamu, unapewa ruhusa, unaingia katika majumba ya watu. Hii ni kheri, lakini unakuja muda ambao sheria umekataza muda huu kuja katika majumba ya watu. Hii ni dini ya Uislamu, hakuna jambo isipokuwa tumefundishwa. Usiseme yule kuna harusi na yule ndio mtu wa karibu, wacha niende sasa, hata alfajiri haijaingia tayari wewe saa 10 naenda kuleta habari za harusi. Harusi hii kwani inafanywa alfajiri? Lakini kwa sababu ushazoea kumbea tabia yako, unaona lile jambo linakukera kukaa nalo. Umesikia fulani ameposwa, umesikia fulani amepata mke, inakuhusu nini? Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulum منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. الله سبحانه وتعالى ameziita ni nyakati 3 awrati lakum, nyakati 3 watu kutembeleana ni makosa, isipokuwa kuwa kuna dharura ya msingi. Min qabli salati al-fajr, kabla ya sala al-fajr unakuja katika majumba ya watu, ni makosa kuja wakati huu. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, wakati wa qailula baada adh-dhuhri, ni wakati watu wamejipumzisha, watu washashiba biriani yao, wewe unakuja kuleta umbea katika majumba ya watu, wewe umekuja kuangalia kipindi katika majumba ya watu. Kama TV yako imekatwa, hauna, imekufa, tulia katika nyumba yako. Usio wakati wa kutembeleana na kuja katika majumba ya watu. Baada ya sala ya dhuhri wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya isha, bali ndio wakati mbaya zaidi wanawake hukusanyika katika majumba na kuangalia vipindi. Sasa ameona kwake TV haifanyi, anatoka mtaa huu anaenda mtaa mwingine, si kwa ajili ya Allah, si kwa ajili kuna thawabu anazifuata, ni kwa ajili kuna kipindi hataki kukikosa. Mama wa Kiislamu, mcha Mola wako. Huu ni wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaukemea. Kaa katika nyumba yako, hauna mume, kaa ufanye istighfar katika nyumba yako. Na wengi ni wanawake ambao hawana waume, wanazunguka katika majumba ya watu. Mume yupo lakini mume maskini,
mume ana habari na mke yule, mke wake kila leo ana safari, hakuna siku amekaa katika nyumba yake akajimatini katika nyumba yake. Aibu alaika, ni aibu wewe kama Muislamu unasifika na sifa mbaya kama hizi. Kwa nini tusibadilike Waislamu? Kwa nini tusiende kwa maadili ya Kiislamu? Hii ni dini, hii si uswahili, hii si tamaduni, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, tutazungumza mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapochukua roho zetu, apende atakayependa, achukie atakayechukia, akasirika atakayekasirika. Lakini hii ndio haki na huu ndio kweli. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wale ambao wenye kusikia kheri na kuyafanyia kazi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.